Sasa ni muda wa kusikiliza nasaha za Mheshimiwa Mufti kwa Waislamu nchini na wasiokuwa Waislamu wa Tanzania kwa ujumla, pamoja na kumkaribisha mgeni rasmi. Kazi hii itafanywa na Mheshimiwa Mufti Dr. Sheikh Mkuu Sheikh Abubakar Zubair bin Ali Mbwana. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi mufti wetu sasa aje azungumze na hadhira hii na Watanzania wote. Sallallahu ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمل الأعياد بالسرور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على ممر الدهور، وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، Mheshimiwa الدكتورة رئيس وجمهوري ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan hafidhahullah, Mheshimiwa mwakilishi wa mkuu wa mkoa ndugu yangu Edward, katibu mkuu Nuhu, wajumbe wa baraza la ulama, wadhamini, wajumbe wa halmashauri kuu, Sheikh kaimu wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid ibn Sheikh Al-Hadi, Mama Shamim Khan, Mheshimiwa Asad As-Sufara, mabalozi, viongozi wa siasa, viongozi wa dini wote kwa jumla wao, vyombo vya ulinzi na usalama, waandishi wa habari, kwa ufinyu wa wakati, ndugu waalikwa wote, kina baba na kina mama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku ya furaha ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipamba kwetu sisi baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kulikuwa na mengi ya kuyasema kwa nafasi yangu, kwa sababu ni siku yangu ya kusema sana leo, lakini sitafanya hivyo kwa sababu sisi katika jumla ya sifa tulionayo tumesifiwa namna ya kuchunga wakati, na ndio maana ibada zetu nyingi zinaangalia mambo ya wakati. Hata katika swala Mungu ametuelekeza, inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta, tunaelekezwa namna ya kuchunga wakati. Mtume akasema sallu salatan liwaqtiha, tunafundishwa namna ya wakati. Kwa kuwa hamu yangu kubwa ni kumwachia nafasi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kutueleza yale ambayo ametuandalia katika jukwaa hili la baraza la Eid. Mimi niwaambie jambo moja tu dogo, nalo ni kujijenga Waislamu na Watanzania kwa ujumla juu ya swala la uzalendo. Swala la uzalendo ni jambo muhimu sana. Ikiwa watu hawana uzalendo, maana yake wanaipoteza nchi. Nchi itakuwa na mmomonyoko wa maadili, nchi itakuwa watu hawana adabu, nchi itakuwa watu hawana akhlaq, hawana tabia nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamepoteza kitu kinachoitwa uzalendo. Ndani ya salamu za baraza ambazo zimesomwa na katibu mkuu, alieleza yale mambo matano ambayo Uislamu unayaangalia. Lakini katika mkutano wetu kule Masr na wanazuoni mbalimbali ad-dakatira kutoka chuo kikuu cha Azhar, yaliokuwa mkutano ulikuwa unasimamiwa na Wizaratul Awqaf, kumeongezwa jambo moja katika yale matano, yamekuwa 6. Baada ya kuwa kulliyatul khams zimekuwa kulliyatu 6, zimekuwa 6. Hili la 6 ni lipi hili? Ni hifdhul watan. Hifdhu alwatan,
yani kulinda nchi, kulinda uzalendo ni jambo muhimu. Yale ya matano wamesema wale walijitahidi wanazuoni waliotangulia, na sisi tuliopo katika zama hizi tunafanya jitihada zetu, tunaongeza jambo jingine ambalo muhimu. Lipi hilo? Hifdhul watan, kulinda nchi, kulinda uzalendo ni jambo muhimu, likaongezwa katika yale mambo sita, yakawa ni mambo, katika mambo matano yakawa ni mambo sita kwa sasa. Haya ni mambo ambayo yamefanyika kule nchini Masri katika mji wa Cairo, chini ya Wizaratul Awqaf. Mheshimiwa balozi anaelewa. Na ni kwa nini limeongezwa hili jambo la sita wakati mambo ni matano haya yanazungumzwa na wanazuoni miaka nenda miaka rudi? Kwa nini uongozi sasa jambo la sita? Kwa sababu lile jambo jingine lililomo katika yale matano linaloitwa hifdhuddin, kuilinda dini. Lazima pazingatiwe unailinda dini mahala gani sasa, kwa sababu dini na mahala pake pa kutekelezwa. Lazima utatekeleza dini katika ardhi hii, katika ulimwengu huu, na katika nchi yenu au mji wenu. Sasa ikiwa mji hauna amani, pana kutekelezwa dini hapo au pana kulindwa dini tena hapo? Nchi haina amani, unalinda dini? Unalindaje dini? Dini inalindwa mahali ambapo pana amani. Na ndio likaonekana lazima liongezwe hili la sita la kulinda nchi, kulinda uzalendo, ili hiyo dini iweze kulindika. Kwa hiyo nimeona niiguse hili, ni jambo muhimu sana. Mtu tu moja kwa moja tu tilqaiyan ajikute kwamba anayo ile ari ya kulinda nchi, ana ari ya kulinda uzalendo. Hakuna jambo baya kama mtu kuwa hana uzalendo katika moyo wake, hana mahaba ya nchi katika moyo wake. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ilipokuwa anatoka Maka, sasa kaamrishwa na Mungu kuhama pale Maka, ahamie Madina. Aliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahame kutoka Maka kwenda Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoutoka ule mji wa Maka akenda mbali, ikiwa anauona ule mji wa Maka sasa anauacha, anaingia katika ardhi nyingine ya Madina, aligeuka akawaambia, we Maka we, lau si amri ya Mungu, kuamrishwa na Mungu ni hame katika nchi hii ya Madina, ni hamie ya Maka, ni hamie Madina, nisingekuacha wewe, ninakupenda zaidi kuliko kitu kingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam anauambia mji wa Maka, ishara ya kwamba ni muhimu watu kulinda uzalendo, kupenda nchi yao. Katika jumla ya muujiza ni kule kuonekana baadhi ya watu kuwa hawapendi nchi yao, hawana uzalendo na nchi yao. Lakini sisi katika Uislamu tumeamrishwa lazima tuwe na uzalendo wa nchi yetu. Nimeona liguse hili na nilizungumze kwamba sio jambo tulinazungumzwa labda la kisiasa au la nini, ni dini haswa, ni dini, na limo katika yale mambo muhimu matano, limeongezwa la sita na wanawazuoni. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana, limeongezwa kwa sababu ya umuhimu wake. Kwa hiyo jamanini, tuilinde nchi yetu, tuipende nchi yetu, tuwe wazalendo katika nchi yetu. Tusikubali hata kungolewa kwa mti katika nchi yetu na sisi tuaola hivi hivi. Lazima tuwe na hali ile ya kuona kwamba nchi inahitaji kulindwa. Tunailinda vipi? Tunailinda vile vile kwa kuangalia maadili, yawe maadili mazuri, tabia ziwe nzuri, watu wawe watu wazuri, watu wapatane, watu wawe pamoja, watu washikamane. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yesu anatuambia namna mshikamano, tuwe na umoja na mshikamano. Na neno hili lilikuwa linatosha tu katika msemo huu wa kwanza, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ilikuwa inatosha. Mimi mwalimu, nina chuo kule Bunju, nina chuo kila kitu, mwalimu, ingekuwa inatosha. Lakini mbele Mungu akasema wala tafarraqu. Kwa nini aseme wala tafarraqu wakati haina kazi neno hili? Wala msifarakane, msitengane. Ukishaambiwa shikamana pamoja nyote, hakuna haja ya kuambiwa msifarakane. Hili neno la kwanza linatosheleza neno la mwisho, lakini Mungu amelileta akasema pia mshikamane lakini msifarakane. Ni faida yake ni kwamba ni neno linalokuja kutia msisitizo kwamba hili neno la mwanzo la mshikamano umuhimu wake ni mkubwa zaidi kuliko kitu kingine chochote kile. Mahali popote ikiwa watu hawana mshikamano,
hawana umoja, hawapendani, urongo kama inaweza kupatikana maendeleo mahali hapo. Haiwezi kupatikana mahali maendeleo kama watu hawapatani. Kama kijiji watu hawapatani, maendeleo hakuna. Kama msikiti watu hawapatani, maendeleo hakuna. Kama taasisi hazipatani, hakuna maendeleo, hakuna. Itazame kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipotoka Maka kuingia Madina, kazi kubwa aliyoifanya ni almuakha. Alitengeneza udugu, aliwafanya watu wawe ndugu, na akawatengenezea mshikamano na umoja, wakapendana. Hata ilipotokea siku moja mtu mmoja katika Ansar anagombana na mtu mmoja katika maswahaba wa Kimaka waliohamia kule, ambao walikuwa wanawaita wahamiaji. Wakagombana sana. Yule wa Ansar akamba, nyinyi wahamiaji tu bwana, mmetoka Maka mnakuja hapa kufanya vurugu katika mji wetu na nini na nini. Akatokea mtu mmoja akakimbilia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, wanataka kugombana maswahaba wa Ansar na maswahaba wa Kimaka Muhajirin juu ya jambo dogo tu. Kwa ufupi wa maneno, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya, akawaeleza jambo moja dogo tu, afi jahiliyatin taudun, hivi ni katika ujahilia mnarudi? Nyinyi si mlikuwa majahilia nyinyi? Nyinyi mlikuwa katika ujahilia, zama ambazo hakuna anayetukuzwa, mwanamke hatukuzwi, watu hawana ustaarabu, watu hawana chochote, sawa sawa na wanyama. Mlikuwa huko. Mungu akakuleteni Uislamu, mkawa wastaarabu, mkawa mnajua dini, mnajua kila kitu. Mnataka kurudi tena huko? Kwani katika Uislamu kuna kugombana? Kwani katika Uislamu kuna kufarakana? Hakuna swala hilo. Ndio kazi aliyoifanya Mtume sallam, kuunganisha watu, kujenga umoja na mshikamano na kujenga uzalendo. Na ndio maana maendeleo yalipatikana kipindi kile, mpaka kipindi Mwenyezi Mungu anamwambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mwenyezi Mungu anasema, anamwambia Mtume, sasa wakati wako, wakati ulioifanya kuunganisha watu na kuwafanya ni wamoja, kuwafanya wapende nchi zao, waweze kuendesha dini kwa uzuri, ishakamilika. Ni wakati wako wa kuondoka katika hii dunia. Wa anta mukhayyarun, na wewe unachaguzwa. Kama unataka uondoke uende ukakutana na Mola wako, sawa. Kama hutaki, unataka kuendelea ukae wewe mpaka siku ya kiyama, sawa. Akasema, la, mimi kazi yangu nimekwishaifanya, nataka kukutana na Mungu wangu ambaye kwamba aliyeniumba na akanipa kazi hii. Kazi nishaimaliza, sina haja kukaa tena baada ya hapo. Wewe lao ungekuwa ni wewe, ukaambiwa wasemaje bwana, unataka ukae mpaka siku ya kiyama au ufe baada ya siku 2-3? Mimi nataka kiyama, mpaka siku ya kiyama, nikae mpaka siku ya kiyama. Lakini Mtume Muhammad sallam akachagua kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasia wangu mdogo ni huo, mengine ninayaacha kwa sababu yamezungumzwa kidogo na kuguswa katika salamu za baraza, lakini kubwa ni kumwachia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mama Samia Suluhu Hassan. Kabla sija muomba azungumze na Waislamu, nimpe salamu zake kutoka kwa mfalme wa 6 wa Morocco. Anampa salamu nyingi na kuwapa salamu wa Tanzania kwa ujumla, na kuwatakia Ramadhani njema na Idi njema.